Migogoro mingi ndani yake kuna dhulma. Kuna kamjanja mmoja anataka kumuumiza mwingine. Kuna mwingine naye alishaliumiza kundi la watu. Kuna kundi la watu linataka kumuumiza mtu mmoja. Yaani migogoro mingi ya dhulma. Lazima tufike pahala tubadilike. Lazima tufike pahala tubadilike. Kwanza tumuogope Mungu. Kwanza tumuogope Mungu. Kwa sababu hata hiyo ardhi unayodhulumu leo, kesho tunapokwenda huko umebebea dhima. Yawezekana leo ukawa mjanja kwa sababu ya fedha yako. Yawezekana leo ukawa mjanja kwa sababu unajua kusema vizuri. Yawezekana leo ukawa mjanja kwa sababu wewe una watu ambao ukikohoa tu basi tayari wote wanasimama na wewe na la kwako linatimia. Na yawezekana ukawa mjanja kwa sababu wewe leo una madaraka. Mambo hayo manne yanaweza yakakushawishi wewe ukafanya unavyotaka ili mradi utengeneze dhulma ambayo haina msingi wowote. Ndio maana nimesema la kwanza tumuogope Mwenyezi Mungu. La pili lazima tuunganishe jamii. Hatuwezi kuwa na jamii ambayo imekatika vipande. Na nini shida? Ndio hicho ambacho tunakizungumza. Shida ndio hiyo. Ukiona eneo limekaa kidogo wewe la kwako. Ukiona pale sasa, ndugu zangu, hatuwezi kwenda kwa staili hiyo. Maeneo ya serikali watu wanajimilikisha tu sasa hivi. Serikali za vijiji zipo, serikali za vitongoji vipo. Na yawezekana, hili neno nalisema siku zote ndugu zangu, kama nilivyokuwa nikisema kwenye migogoro ya wakulima na wafugaji, na sasa ndio tunazungumza kwa migogoro hii ya ardhi. Yawezekana sisi viongozi ni wanufaika wa migogoro hii. Kabisa. Kama si mimi ni wewe, kama si wewe ni mwenzetu ambaye hayumo huko, lakini ni wanufaika wa migogoro hii. Juzi nilikuwa namwambia mtu mmoja, kuna kiongozi uko diwani mmoja ameingia juzi tu madarakani. Hata miezi 6 haijafika. Lakini kuingia tu madarakani, yeye amekuwa ndo kinara. Anaanza kupigia hesabu. Pale kuna ekari 3000. Nikichukua zile ekari 3000, anamshawishi na mtendaji. Pale kuna ekari 3000. Wewe mtendaji mpuuzi, sisi tukale wapi? Tukichukua ekari 3000 zile tukigawana, lakini wewe mtendaji nitengenezee mazingira na DC kwenye ekari 3000, tutamkatia DC za kwake, nawe za kwako, na mume wake za kwako. Huyu ni kiongozi ambaye hata miezi 6 hajafika. Anakuja kutengeneza migogoro mipya na yeye. Kaingia hata miezi 6 haijafika. Tayari tuna kesi zake mezani. Kisha dhulumu huko. Kadhulumu ardhi za watu, kafanya sijui nini kafanya. Lakini anasema mwisho wa siku kwamba nitafutieni ukaribu na DC ili mambo yangu waweze kunitetea. Mimi siko hapa kwa ajili ya kutetea uovu wa mtu. Siko hapa kwa ajili ya kutetea uovu wa mtu. Kila mmoja abebe msalaba wake. Amina. Wewe umedhulumu, wewe umekuja na umetanguliza maslahi yako binafsi, utapambana na hali yako. Na kupambana na hali yako, usifikirie kwamba utayafanya hayo kwa sababu una kofia ya kwamba mimi kiongozi fulani, ukafikiria kwamba utabaki salama. Sheria haichagui uwe kiongozi, uwe mwananchi wa kawaida. Sheria ni msumeno. Utakata mbele na utakata nyuma. Na mwisho wa siku tukikutia hatiani, na wewe utakwenda kama tunavyowapeleka.